wakadhalika ja'alnakum, tumekufanyeni nyinyi ummatan wasata, umma wakati na kati. Sasa pale adli ni kuwa mtu humili huku wala huku, unapita mle uliomwona amepatia kwa mujibu wa hoja yake. Leo kapatia Shafi, utakuwa naye kwenye jambo hilo. Kesho kapatia Abu Hanifa, utakuwa naye katika jambo hilo, maadamu wewe ni talib ilmi, umetamayazi kwa una maarifa. Na awamu nasi wanasomewa ushahidi toka lini? Hawasomewi. Ukimwona mtu ni ujue ni talib ilmi. Sasa kama talib ilmi unabishaje? Umechagua shekhe unamsoma, msome. Kama shekhe wako hana nongo, na ndio maana utaona nikupe kitu kingine, alama nyingine. Zamani ukisoma CV za wanavyuoni wote, hata hao wamekaa karibuni, kina Ibn Baz, kina Sheikh Muhammad Salih Uthaymeen na wengineo, utakuta anakuwa na mashekhe zaidi ya 1, 5, 6, 7 alisoma kwa huyu. Lakini sasa hivi hukuti kitu kama hicho, kwa sababu mtu ana genge lake kama chama cha siasa vile, ana chama wake, na kama atajitoa kwenye chama hicho, adui yako. Antajie mtu kama sisi tunachokijua bila kupitia hawa. Ukisema huyu ni marfu, hiyo kujua marfu ni hawa. Ukisema hii ni mansubu, hiyo kujua mansubu ni hawa. Ukisema sijui hapa pana tanwini, pana idgham, pana ikhfa, ni hawa. Hatuna chetu. Siku yenye kutisha kwa kila toiona, moyo utababaika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji wa Mafahim Podcast. Karibu katika halaka nyingine tena, siku nyingine tena, ambapo tupo katika podcast ya Mafahim. Hapa tunazungumza mada tofauti ambazo zinakugusa wewe kama mwanadamu, kama Muislamu, na ni mambo ambayo tunachukulia kawaida, lakini ndani yake kuna mafahimu ama kuna ufahamu mpana zaidi. Na katika halaka hizi tunaye Sheikh wetu Sheikh Tahabane, ambaye yeye ndo anaendesha kipindi hiki katika kutufafanulia yale ambayo tunahitaji kuyafahamu sisi kama Waislamu. Sheikh Tahabane, karibu sana, nikupatie nafasi wasalimie watazamaji wetu. Shukran, nimekaribia. Ndugu watazamaji wetu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, popote pale mlipo. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Watazamaji, mada ya leo ni mada muhimu sana, mada ambayo watu wengi tunaona paka mashekh wanagongana, watu wamekuwa wakizungumza sana kuhusu mada hii. Leo tunazungumzia kuhusu al-wasatiyya. Nadhani shekh atatueleza maana yake, lakini kati na kati, ama ule ukati na kati. Sawa, huko wala huko, sijui kama shekhe atakuwa nimepatia, lakini tunazungumzia kuhusu wasatiyya, na vile vile tutakwenda katika hii aya ambayo shekhe ataitaja sana, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Kwa hivyo tutazungumzia hapa katika wasatiyya. Je, dini yetu kweli ni ya kati na kati, ni ya zama hizi ama ni ya zama ya zamani? Mambo kama haya yote tutazungumza katika halaka hii. Al-wasatiyya ndio ambao tutazungumza leo, na tuko naye Sheikh Tahabani, na sijui kama tafsiri yake Sheikh nimeipatia, lakini al-wasatiyya maana yake ni nini? Sababu nimekosa neno lake kwa Kiswahili mara nyingi. Subira, asabru subira, ashukru ya shukrani. Mambo kama vipindi vyetu vya nyuma vingi tumezungumza, maneno yale yanakuwa yanajitafsiri yenyewe kwenye, lakini hili al-wasatiyya nimeshindwa kulipata kwa Kiswahili yake ule ukweli wa mambo. Tuambie Sheikh maana. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu watazamaji wetu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikiri kwamba umepatia nimepatia kwa sababu ulichofanya wewe ni tarjuma ya neno al-wasat. Na Kiswahili chenyewe nacho, Kiswahili kina upana wake. Ndio. Kuna ukati na kati, kuna akati na kati na vitu kama hivyo. Ndio. Inatosha tufahamu tu kwamba wanaposema watu al-wasatiyya, wanakusudia mtu kwa katika hali ya kati na kati, si kule juu sana wala si chini sana, uko kati na kati. Si kule mbali sana na wala sio karibu sana, uko kati na kati. Ndio. Si mtu mkali sana, huvumilia hata kidogo, lakini wala sio mtu legelege sana, unachezewa kiasi kwamba kama bwege vile. Ndio. Hiyo kwa kweli ndio inakusudiwa wasatiyya, al-wasat. Sasa aya ambayo uliigusa iko wazi. Anasema wakadhalik, kama hivyo kuna jambo linalofanywa reference nyuma. Kama ilivyokuwa hao wana mambo yao, hao
ni ummatin qad khalat, hao wana haya. Kama ilivyo hivyo ja'alnakum, ndio, kwa sababu wakadhalika, kama ilivyo kwa hao tuliowasimulia huko, ja'alnakum, tumekufanyeni nyinyi akina nani hapa? Umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unagawika makundi mawili, ndio tunaita kuna ummatu da'wa na kuna ummatu al-ijaba. sawa sawa, ndivyo unavyogawika na ndivyo unavyopaswa kugawika. Hatukusudi yale sataftariqu ummati, sio kule, sio kule. Umma kama umma kwenye msingi wa kwanza baada ya kutoka kwenye barabara ndefu hii kwamba Uislamu ni tokea ameanza mtume wa mwanzo kuletwa. Uislamu ndio huo, watu wanapokezana kijiti kwa utaratibu alioweka Mwenyezi Mungu, mpaka tukaingia katika awamu ya ngapi? Ya mwisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tokea yeye amekuwa mtume, waliopo ni umma wake mpaka kiyama kitakapo simama, kwa sababu la nabiya ba'dahu, hakuna mtume tena baada ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa Allah anasema kama ilivyokuwa hivyo tuliyotanguliza kuyasema huko nyuma, wakadhalika ja'alnakum, tumekufanyeni nyinyi ummatan wasata, umma wakati na kati. Na kwa kuwa ja'alnakum, tumekufanyeni, tayari hii kuwa na kati na kati sio jambo la kutengeneza sisi, tayari lipo. Ndivyo Allah anataka hivyo. Sababu zilikuwa umma nyingine zina mambo ambayo kwa sisi umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yangeonekana kuwa ni magumu. Ziko riwaya zinasema ilikuwa hata nguo ikiingia najisi sisi hatuitupi, lakini tunaosha tu, nasafisha basi. Lakini wenzetu ilikuwa ima pakatwe pale mahala pabaki upana uwazi, liko tobo pale, ili mradi umeondoa najisi. Sisi haiko hivyo. Subhanallah. Wako watu walikuwa wanaishi kama ruhaniyin, ndio, yani hawategemei si viumbe wa kula, si viumbe wa kunywa, si viumbe wa kadha, kama vile si binadamu, ni malaika. Na kuna watu walikuwa wanaishi wamejiachia, full kujiachia, hayawani hivi. Na zote hizo ni aina fulani fulani za mu'taqad za watu. Ndio. Lakini sisi tumeletwa ummatan wasata, umma wakati na kati, tulivyo katika utekelezaji wetu wa ibada, tulivyo katika maadili yetu, tulivyo katika akhlaq na tabia zetu, tulivyo katika ule muingiliano katika jamii zetu. Tuko kati na kati, hatuishi malaika. Ndio. Ikawa dunia tunaitupilia mbali, hatutaji kula, hatutaji kuvaa, hatutaji kuenjoy, hatutaji kustarehe, wala hatuko hivyo. Lakini pia wala hatuko hayawani tu, madamu we simba mkubwa utamla nguruwe, utamla swala, utamla nyati, ukiuliza we mkubwa, hapana. Tunaishi katika hali, tuna sehemu, tuna mambo ya kirohoroho. Ndio. Ya kumwamini Mwenyezi Mungu, kujua kuna pepo lazima itafutwe kwa staili yake. Ndio. Lakini pia kuna wakati tuna dunia yetu, lazima tujue namna ya kushughulika na dunia yetu, tuko kati na kati. Hatujamili kujifanya kama malaika, hatujali dunia. Hata ukisikia na ukiona Qur'ani inaeleza madharau kwamba dunia ni kwamba kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatu al-ardhi fa asbaha hashiman tadhruhu ar-riyah, mpaka mwisho wa aya. Ni lugha inaonyesha kuidharau dunia. Maana yake tusibebe kichwa ikawa dunia hiyo tunaitafuta, chako ni chako, cha mwenzako chako, kuua sawa, kuongopa sawa, kutapeli sawa, tusiwe hivyo. Sasa hiyo kwa kweli inatutengezea neno wasat. Sasa ilipokuwa wasat, unapolitaka kuleta katika form ya Kiarabu, kuna ya unisba al-wasatiyya, hali ya kuwa na Uislamu ulio kati na kati. Dunia yako unaifanyia kazi zake
kwa kuchunga sheria za Mwenyezi Mungu zinazokuongoza katika dunia yako, na akhira yako unaitafuta kwa utaratibu ambao dini yetu imetuelekeza. Huwezi kuwa wewe full time uko msikitini, hujui wanao, hujui familia yako, wewe uko msikitini tu saa 24, ukiuliza mbona hatuja kuona hesaba, kwani kimepungua nini huko? Haiko hivyo. Kwa kweli tutaliona katika mifano mbalimbali itakayojitokeza, lakini neno alwasatia ni dawa ya Kiislamu kwamba inatakiwa Muislamu wa umma huu wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuwa ni Muislamu unaishi katika dini yako ukiwa katika wasfu na hali ya kati na kati. Usijifanye wewe kama malaika ukaifumbia macho dunia yako, matokeo yake ukawaombaomba tegemezi kwa watu wengine, wala usifanye wewe dunia yako maadam kimeumbwa ni halali yako, huya mipaka, hujui haramu, hujui halali. Watakiwa uishi katika hali ya kati na kati. Kati na kati. Sawa sawa Sheikh. Hapo kuna jambo lingine ambalo pia tutaka tuelezee maana yake, yani na kuna uwiano gani baina ya alwasatia na i'tidal. I'tidal kuna utofauti gani, ama i'tidal ni nini na ina alaka gani na hayo maneno ukiyaleta kwenye Kiswahili yatafanana, kwa sababu al-i'tidal ni mtu kuwa mu'tadil, na mu'tadil ni mtu kuwa yuko katika jitihada za kulinganisha haki, asibane huku wala huku, kama tunavyoita insaf. Okay. Ndio maana siku moja ni lugha ilikuwa kama ya utani, lakini ilikuwa kama ile aspro, ajabu na kweli. Walikuwa watu kukuta vijana wanabishana bwana, ndio bwana Mungu kaanza na wawili fankihuma tawaba lakum. Ilikuja kitu kama hivyo, wakawa wanatoa na jasho maskini ya Mungu, lakini hakukuwa na muamuzi. Niliwaambia mimi wakajifanya niwe muamuzi, nikamwambia jamani, kwani nyinyi mnajua mnachokisema hapa? Nikamstanie, hamruhusiwi kuchezea. Mbona hamuingii maabara kule mkachezea makemikali yale? Mnaogopa, lazima mpate mtu anayejua ndo watu wa maelekezo. Sasa nyinyi mnachezea. Swala la kusema hivi ndivyo inavyotakiwa, hivi sivyo, katika dini ya Mwenyezi Mungu, hicho kibali chake ni kwa anayejua. Sawa. Tumekatazwa na Mwenyezi Mungu, wala taqulu, wala msije mkawa mnasema lima tasifu alsinatukum alkadhib, zile ambazo ndimi zenu zinaelezea hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhiba. Huyu hapa anasema bwana, huwezi ukawa mke mmoja kwa sababu Mwenyezi Mungu kaanza na wawili. Ukiona mtu ana mke mmoja, basi huyo amekosa uadilifu, kwa sababu Mungu asema fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Anasema ukweli ulivyo, nyote hamkupatia, kwa sababu hata ukioa wawili basi pia kuna uadilifu fulani uliukosa. Ndio maana ukaamua kuoa wawili pembeni, kwa sababu nikaambia chanzo cha ujio aya hii ni kwamba Waarabu walikuwa na tabia hii. Mtu kama kafiwa na ndugu yake, ami yake hivi, akaacha watoto, huyo marehemu, watoto wale wamerithi mali nyingi kwa baba yao. Huyu kaka ambao wale ni wadogo zake, watoto ami yake, anawasimamia katika mali zao. Mle akaona watoto wenyewe ni mabinti, wakishakuwa wale itabidi niwape mali zao na wataolewa, na hiyo mali itakuwa iko nje. Ndio. Itaenda atakuwa vinjari huyu binti na mali yake na mumewe. Sasa ili kuzuia mali isitoweke nje, bora ni muoe yule. Si binti wa baba mkubwa wangu. Ndio. Na muoa si kwa mapenzi ya dhati. Kuzuia kwamba mali isiwe na sababu ya kutoka ikenda nje. Sasa wakawa wanawaoa kwa msingi huo, lakini wala hawana mahaba nao wala mapenzi nao, wala hawa watendei haki, kwa sababu ukiuliza bwana vipi, kwani kuna gani yule mwenyewe nimemlea mwenyewe, hata nguo ndani nilikuwa namvisha yule. Sasa kuna kitu gani mpaka ni mwenzi kiasi hicho? Kwa kweli ilikuwa wanawadharau, kwa sababu ukiona wake wenyewe walivilea vitoto vidogo havijui chochote. Sasa leo wanaona ni muheshimu, ni muone kama mkubwa wa mwenzangu, kwa lipi? Ndio. Kwa kweli ikawa wake wale hawapati haki. Ndipo Mwenyezi Mungu akamwambia, jamani, ikiwa mtahofia kuwa hamwezi kuwatendea uadilifu hao mayatima eti kwa sababu tu mmewazoea, mnawajua sana, basi fankihu, oweni nje ya familia zenu ma taba lakum, wale mnaowapenda, kwa sababu hao nje hamna fadhila mliowafanyia.
mmeenda kuomba, mmekubaliwa, mtawaheshimu kwa sababu wana baba zao, wana koo zao. Kwa hivyo huyu hapa kaambiwa kama utahofia uadilifu, ukimwoa mtoto ami yako utamdharau, humtendea haki, ukiuliza nimemlea mwenyewe, basi oa huku. Sasa huyu kaogopa adala. Kama utahofia qisti ni adala. Tukirudi ndani ya mada, adli au uadilifu ni kutenda mtu kuwa sawa kwa sawa, hujaegama huku wala huku katika kutenda haki. Sasa katika uwanja wa dawa, yani kulingania uadilifu katika dawa, wewe hata kama unafundisha darasa pale, tujalie unafundisha masala, hichi kitabu pengine kinaelezea darsa kwa ufahamu wa Imamu Ahmad bin Hanbali, au kwa ufahamu wa Imamu Shafii, au kwa ufahamu wa Imamu Maliki, au kwa ufahamu wa Imamu Abu Hanifa, Allah warehemu wote. Amin, amin. Sasa insafu ni kueleza, wewe umesema tu hapo hizo nguzo za udhu 6. Huyu mwingine kasemaje? Eleza alivyosema huyo, na kama ana hoja naye zake watu wazifahamu. Si uamue tu kwamba hapa aliyosema sawa ni Shafi au aliyosema sawa ni Ahmad bin Hanbali kwa sababu ni imamu ahli sunna. Wote hao ni ahli sunna bwana. Sasa pale adli ni kuwa mtu humili huku wala huku, unapita mle uliomwona amepatia kwa mujibu wa hoja yake. Leo kapatia Shafi, utakuwa naye kwenye jambo hilo. Kesho kapatia Abu Hanifa, utakuwa naye katika jambo hilo. Maadamu wewe ni talib ilmi, umetamayazi kuwa una maarifa. Sasa ukiangalia katika sura hiyo inaendana na hiyo wasatia, kwamba unakuwa mtu ni wakati na kati, si mtu una asabia, una ukware, una ushabiki uliokomaa, kwamba wewe ushaona anayejua ni huyo, wengine hawajui kitu, wengine wanakosa saa zote, wengine mubtadiina muda wote, hawana la kweli hata moja. Hiyo si sahihi. Sasa kwa hiyo kuna alaka gani? Alaka ipo min haithu almaana, ipo alaka kwamba al-i'tidali, kuwa wewe mtu humili huku ukajifanya mshabiki wa huyu wala huyu. Aliyesibu haki ndio huyo. Leo umemwona kasibu haki Imam Malik, usema naam, kwa masala haya na kwa mujibu wa hoja hii Imam Malik amepatia kuliko hata Imam Shafii na kuliko hata Imam Ahmad. Leo hapana, kwa hili Imam Ahmad bin Hanbal inaonekana hoja yake ina nguvu zaidi, Allahu alam, kuliko hata Imam Malik, kuliko kadha, kama una macho ya kuona hayo. Sawa Sheikh. Katika upande wa mahusiano yetu sisi na Allah subhanahu wa ta'ala, tunakuwaje na ukati na kati katika mahusiano yetu sisi na Allah subhanahu wa ta'ala? Tunakuwaje na ule wasatia ama ukati na kati? Sisi kwa kweli kazi yetu ni rahisi. Sisi ukifuata maadili, kwa sababu uhusiano wetu sisi na Allah ni katika kumwabudu tu, hakuna kingine. Sisi tumemwabudu, tukifanya vizuri hivyo kwa mapenzi yake na kwa ukarimu wake, atatulipa pepo yake. Kwa hivyo uhusiano wetu sisi ni wa kiibada. Sasa kama ni ibada, sisi tukifata manhaj na njia aliyoipita Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumwabudu Mola wake, tayari sisi tunawasatia kwa Mungu wetu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo yote yanayozingatia ibada na kadha na kadha, alikuwa na sera aina hii. Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuyira baina al-amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithma. Mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuwa amehiarishwa kufanya mawili. Akiambiwa fanya jambo hili kwa sura hii au hii, basi yeye huwa anaangalia ipi ina wepesi wa utekelezaji kuliko nyingine. Sasa yeye huiendea ile aisarahuma, iliyokuwa nyepesi zaidi, ma lam yakun ithma, muda wa kuwa hakuna cha madhambi. Sasa tukimwendea Mwenyezi Mungu kwa utaratibu huo, tumefanya wasati. Vinginevyo awamu nas, watu wale wanaotuona sisi kama wataalamu, wanaotuona sisi kama maulama, tunajua, wale wanasema wapo kama Mosha na maiti. Mosha akimweka hivi mkono maiti hana uwezo kugoma. Akimweka hivi ataelekea hivyo hivyo, sababu
hana anichokijua. Na watu wetu wako hivyo. Asilimia kubwa analolisema shekhe, wao wanaamini kwamba Allah ndio anavyotaka. Kwa sababu asilimia kubwa ya maana ya wanavyuoni wetu hawa wanamwakilisha Allah kwa jamii hii. Na ndio maana Imamu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala kwenye kitabu chake A'lamu al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, umeona jina la kitabu kile? Ndio. Kitabu kinaitwa A'lamu al-Muwaqqi'in. A'lam ni wanavyuoni wakubwa. Al-Muwaqqi'in wanaweka signature, wanaweka saini. Mimi mara nyingi sipendi kuita sahihi. Sahihi ni correction, ile saini. Wanavyuoni wakubwa wanaweka saini kwa jamii an Rabbil Alamin, kwa niaba ya Allah. Mimi nikikwambia Shekhe Abubakari hili ni halali, manake nina maana ndivyo alivyoeleza Mungu halali hili. Wewe unalikubali, sio kasema Taha, unalikubali kwamba Allah ndivyo alivyosema ni halali. Nikikwambia haramu, basi utaamini kuwa ni haramu. Sasa mimi nikikupitisha njia ya kati na kati kumwelekea Mwenyezi Mungu, kwa kweli tayari nimehakiki wasatia kati yangu. Kama ambavyo nikifanya tashaddud iliyopitiliza, ndio na tashaddud pitiliza. Kuna kipindi nilikutana na watu na wajua, sitaki kupataja majina, kwenye media kama hivi, wanatembea wanaenda sehemu fulani, kama jamani, msikiti fulani mbona hamwendi? Wao wanafanya dawa msikitini. Ni watu wa kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu wanaotablighi. Sema msikiti ule bwana wa hivi wakaubananga walivyojaliwa. Kikubwa kwamba inasemekana kuna mtu ana mtumishi wa serikali, ni Muislamu, ameujenga kwa gharama zake ule. Ndiyo. Sasa wao wanaona yule mtu kwa kazi yake ilikuwa siji kama askari siji nani, kazi yenyewe za haramu, fedha zenyewe hazina uhalali, ndio alojengea, basi itakuwa tatizo. Unajua tabia ya serikali, itachukua kodi kwa wauza nguruwe, kwa wauza misahafu, kwa wauza nini. Wamefika mbali kweli. Kwa hiyo uhalali haupo. Ndiyo. Kwa hiyo sisi pale hatufanyi. Nikaambia sasa mnaenda wapi? Wakanitajia wanaenda kijiji kimoja wilaya ya Mkuranga wanaenda. Nikaambia mnapita wapi? Na kuna pana gari hapo. Nikaambia mnapita barabara hii ya serikali. Itabidi mpite porini tena muombe ruhusa wenye mashamba yao, sababu mali za watu ze mnamopita huko. Sasa nikaona wale watu wamejitafutia shida, na kwa msingi huo hata hospitalini walikuwa hawataki kwenda. Wake zao wanajifungua majumbani, wanaokufa kwa huduma wanakuwepo, wakawa sasa na hiyo wanaichukulia kama ndio dini ya Mungu. Hao sasa wamepanda juu kusiko kuandiko. Wanaona wakienda hospitali kule kuna huduma za serikali, jengo la serikali, watumishi wa serikali, watu wa maabara, madaktari, wauguzi wote na vifaa tiba vyote, mpaka ambulance. Sasa zote serikali inakusanya michango kwa wananchi wake kupitia kodi, tozo mbalimbali na hivi na hivi. Sasa wao umeziangalia siku nyingine za biashara haramu ambazo wauza pombe, viwanda vya bia hivyo na kadha na kadha. Sasa ukenda mle unakula na wewe kupitia matibabu unayoyapata. Kwa hivyo njia pekee asiende mke wangu kujifungua kule. Umekufa watu wengi kwa ujahili wa aina hii. Sasa hapa utaona hii ni alaka ya dini na mtu anayewakilisha dini kuwaridhisha jamii kwamba hiyo ndio dini. Lakini pia kuna watu waliwatoa mabinti zetu katika vyuo vikuu wanaosomea udaktari, ufamasia, uuguzi na mfano wake, kwa hoja ya ikhtilat. Mashuleni, vyuoni kuna mchanganyiko wa wasichana na wavulana, wanawake na wanamume. Mimi leo kumuhoji mtu mmoja nikamwambia, hivi mchanganyiko ule wakiwa darasani wanaweza kufanya tendo la ndoa? Yani ile faragha ya kuwa darasani, mwalimu yuko pale, lecture yuko pale, wako darasani, huyu hapa msichana huyu mvulana, inawaruhusu kutenda tendo la ndoa? Akasema hapana, haiwezekani, lakini ikhtilati mamnuu, mchanganyiko umekatazwa. Nikamwambia ikifikia siku binti wa Kiislamu mjamzito, mgonjwa wa kawaida, anaenda hospitali, ndani kuna daktari mwanamume na yeye sasa anaingia mle, wako kwenye bench, wanaingia kwa zamu, kengele imegonga, anaingia zamu yake. Watakuwa watu wangapi mle ndani?
mle chumba cha daktari unakuwa watu wangapi? Wawili, ni daktari na mgonjwa wake, na hatoingia mwingine mpaka aruhusiwe. Ndio. Na mara nyingi kwa faragha ya daktari, pengine akishaingia yule anakomea mlango. Anamwambia panda kitandani pale. Hata kama anaumwa kidole cha mkono, aweza akaambiwa apande kitandani pale. Inawezekana tujue huo mtoki umetokana na nini. Nikamuuliza faragha ile, kama kuna watu wasiomuogopa Allah, wasiogopa majukumu yao, linaweza kufanyika jambo faragha ile haliwezi? Yes. Linaweza. Sasa kipi tukizuie? Tuzuie faragha ya darasani ambaye hairuhusu kutenda tendo la ndoa, au turuhusu maisha miaka nenda miaka rudi pawe na faragha ya chumbani daktari na mgonjwa wake? Kama hawana uadilifu na imani ya kweli, wanaweza kufanya jambo. Nikaambia tungekubali kipindi cha mpito, wakagraduate wengi sana madaktari wanawake wengi, tukawa tuna utitiri wa madaktari kama wale. Wauguzi wengi ikawa sasa wamo kina Mariam, kina Mary, kina Jamila, kina Jane, ambao ni wanamama wanawatibu wenzao. Tungekuwa tumezalisha wengi. Sasa nyie mmezuia, wengine mwatoa wakiwa mwaka wa mwisho wanamaliza degree zao. Sasa kwa kosa wasatia hii imetokea, na hicho kipindi cha mpito ingekuwa tuna utitiri wa madaktari wanawake, tuna utitiri wa watu wa maabara wanawake, tuna utitiri kwa maana wengi wauguzi wanawake. Jambo ambalo baada ya muda lingeisha, kama ilivyokuwa kipindi cha mpito cha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaambiwa bwana, hakuna kuingia Maka, marufuku, andika mkataba kwamba mwakani tuwe katika hivi, andika haya, hii kutoka Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hii rasulullah ifuta. Tungekubali, tusingekuzuia. Inafutwa kwa muda, inafutwa mwakani, itarudi hii na nguvu kubwa. Sasa kwa kweli, kwa kosa wasatia hayo yametokea. Tuna makumi kama simamia ya wasichana mabinti zetu walioachishwa vyuo kwa watu ambao uoni wao ulikuwa ni hafifu. Sasa hatuna kabisa watu hao, lakini ingekuwa saizi tunao, na Allah anajua kwa nini tumepata ikhtilati. Lakini ingekuwa ni jambo la mpito la mara moja, tulingeisha kabisa. Nguo ingechanwa mara moja hiyo, lakini baada ya muda ingeshonwa tukawapata vazi kamili. Sasa tumeogopa kuchana nguo na tunaishi utupu muda wote. Sasa kwa kweli, wasatia na Allah ni wewe vile unavyoiwakilisha dini ya Mwenyezi Mungu. Sawa Sheikh. Tuje katika upande mwingine sasa wa sisi kwa sisi. Kama ulivyosema, kuna kundi hili ambalo lipo, ambalo limeweka tashadud nyingi sana, na kinyume chake pia kilipo yapo makundi legelege sana. Hawa sasa Sheikh, tunadili nao vipi sisi watu wa kawaida ambao tuna mashekh upande huu, tuna mashekh upande huu, na wote hawa wanawaita katikati kuwa hawajielewi, wanasema na wanatumia neno hili, hawana misimamo. Sawa, huyu shekh bana, unaona anatoka kwenye manhaji yetu, huyu bana hafai. Hawa wengine wanasema huyu pia, wakimuona mwenzao na anakuwa mtu wakati na kati, vitu kama hivyo. Sisi watu wa kawaida tunatofautishaje baina hawa? Kweli, kwanza tuseme wazi, hilo huo ni mtihani. Na mimi nasema na narudia, sijaona watu wanaotofautiana, mashekhe wanaokosana kwa ajili ya kutetea dini. Haiko hivyo. Kiona hivyo ujue dunia imeingia. Mashekhe ukiona kwa sababu kukosana mashekhe haikuanza leo. Kwa maana kutofautiana haikuanza leo. Tangia enzi hizo, bali wanatofautiana hata malaika ambao ni viumbe wasafi. Kabisa. Huyu kazi yake kupulizia roho ili mtu awe hai, yule kazi yake kutoa. Kweli. Unadhani sera ni moja? Hapana. Huyu anapulizia ili awe hai, huyu anachukua, yule anatoa afi. Lakini aima, na sio aima, nimewahi kuzungumza nyuma katika majukwaa tofauti kwamba masahaba walikuwa hivyo, lakini hawakuwa na ugomvi kwa sababu ilikuwa lengo lao ni dini. Mimi kuna mtu mmoja aliniambia, wallahi mimi nilikutana na shekhe fulani mkoani Kigoma. Huyo mtu alikutana na shekhe fulani mkoani, wakazungumza mambo ya dawa mengi. Akaba, jamani, niambie ni kweli, nyinyi mashekhe mbona mnakosana na mashekhe fulani? Akawataja mashekhe kadhaa walioko Dar es Salaam. Hebu semeni kwa dhati
Maana muongea kirafiki wawili hao. Kwani wana tatizo gani? Sema hakuna tatizo basi. Lakini wao tungoje tutajulikana lini sisi? Tuachie wao mpaka wafe wao ndo tujulikane sisi bwana. Ikaonekana shida yenyewe kwa maana yeye hatajui jina. Ni masuala ya kujulikana. Tunadili nao vipi? Tunadili nao kama walivyodili maswahaba. Maswahaba walitofautiana lakini hawakugombana. Maswahaba walipishana kimawazo lakini waliheshimiana. Maswahaba walihitilafiana kama wanavyuoni lakini hawakutukanana, bali walihitilafiana huku wakihurumiana. Sisi tunagombana. Tizama watu wanapotofautiana wakitaka suluhu ya dini hawana ugomvi, bali ule ukhuwa islamia unaendelea kuwepo. Ndio. Mfano ambao unatoa mara kwa mara, yule pale na huyu kuna dhana ya kudhulumiana. Sio kutofautiana, kuna dhana ya kudhulumiana, lakini wanaenda kwenye chombo cha maamuzi. Huyu anakwenda kushtaki dhidi ya huyo mwenzake. Hakusema bwana huyu hapa mkorofi, huyu mshenzi anataka kuninyang'anya. Hakusema inna hadha akhi lahu 99 naja waliya najatun wahida qala akfilniha waazani fi lkhitab. Kwenye chombo cha kutoa maamuzi kinaweza kusema we kandani, we mpe kadha. Akasema huyu mshenzi, huyu mpumbavu, huyu jahila marakabu. Inna hadha akhi, huyu ndugu yangu maskini, ndugu yangu. Ukhuwa uko pale pale. Navutiwa na kipindi kimoja wanataja mambo mengi, akisema ukweli nimekwambia na udugu wetu uko pale pale. Inna hadha akhi, hakika huyu ni ndugu yangu. Lahu 99 naja, ana naja 99 walia. Atakana huyu mmoja aongezee wawe 100, mimi baki na 0. Mahalu shahidi hakusema huyu mshenzi, huyu dhalimu, huyu mkhurafi, huyu kadha kadha. Hakusema hivyo. Ni ikhtilafu. Nyinyi watu ni wamoja, mna dawa aina moja, na dini sio msimamo. Ukimfundisha mtu msimamo, umempa bunduki bila kumwelekeza miiko ya bunduki inatumika wapi. Anaweza akachukua akaweka risasi hata 40 kupiga mbu walioko kwenye jani la mgomba. Sasa hicho ndio kinachotudhuru, sio msimamo. Ndio. Halafu wewe na mimi huna lako, wewe naqil. Utanukuu kwa Imamu Nawawi, utanukuu kwa Imamu Abu Hanifa, utanukuu kwa Imamu Ahmad bin Hanbali, utanukuu kwa Imamu Shafii, utanukuu kwa Imamu Maliki, utanukuu kwa Imamu Ibn Taymiyya, utanukuu kwa Imamu Muhammad Abdul Wahhabi. Huna chako mwenyewe mpaka kiwe chako. Na huyu kanukuu, kaeni muone nukuu yake yeye imekuwaje sasa hii ikawa sahihi yako wewe, kama lengo ni Allah. Lakini kama lengo sio Allah, ndio hivyo watu wanavopambana si kwa ajili ya Allah. Unakuta kabisa mtu anakuwa hana cha kukisema cha maana. Ndio maana utakuta watu wanavaana milini. Hakuna mtu anatoa hoja bwana hii iko kadha iko kadha. Tukamwambia yule kadha usimuone vile yuko namna kadha, yule hivi. Yaani utakuta mtu hapambani na lile kosa, anapambana na mtenda kosa, wakati sheria haisemi hivyo. Pambana na kosa. Ndio. Kama kosa, sio mtu. Sasa kusema mtu hana msimamo, hajielewi, hayo matusi wanatukana na watu tunasikia. Sisi watu wazima tunaojua misingi ya hayo, wallahi tunahurumia na tunaomba Mwenyezi Mungu awasalim salama. Juzi kati kuna ndugu yangu moja katika imani alisikia clip moja tunaelezea habari ya hija. Tukaelezea taasisi yetu iTravel inajitahidi kuhakikisha kwamba inapata makazi yaliyo karibu na haram. Ili kumwezesha mtu aweze kuswali katika hii misikiti kwa wasaa. Akanipigia simu mtu mmoja, Sheikh bana, baadhi ya mashekhe mbona wanasema sio lazima msikiti wa Maka tu, popote pale ndani ya haram, sio pale mahali popote bana, wanasema na hoja wanazo. Nikamwambia
Mimi sijasema hakuna hiyo kauli. Mimi nimesema hivi, sisi iTravel target yetu mtu tumweka mahala aweze kuswali huu msikiti wa Maka, ndio shida yetu. Tunamweka mahala mtu aweze kuswali huu msikiti wa Madina, ndio target yetu. Sijasema hizo ziko, tunasema popote pale ndani ya harami ni ukijengwa msikiti au umeswali hata kwenye kibaraza ndio uko haram. Wanaosema hivyo wapo, na nikamwambia namuomba Mwenyezi Mungu hao waliosema hivyo wawe wamepatia na Mungu awalipe kheri, ila sisi tunaposema karibu tunamaanisha hivyo. Akajitahidi sana yule bwana niseme labda kama hapana, hao ni wanavyuoni, wana hoja zao, wana maelezo yao. Wapo wengine wanasema kabisa safari ya Mtume wa sallam kuna miraji ilianzia wapi? Kwa Umuhani. Ndio. Umuhani sio ndani ya msikiti. Umuhani sio ndani ya msikiti. Na Mungu amesemaje? Subhanalladhi asra bi abdihi laylan min masjid ndio alipoanzia min almasjid alharam, wakati ni kwa Umuhani. Watu kama ushuhuda, nikamwambia haya maulama wanasema na wapo, na natamani kwa Mwenyezi Mungu wawe wamepatia wao. Lakini hili tunalolisema sisi iTravel, tukisema tunawaweka karibu kabisa, tunamaanisha msikiti ule. Ndio. Sawa. Alitamani labda mtu tulivyozoea sisi hapo nduanze wale kadhaa. Hakuna kitu kama hicho. Nani ana chake? Mimi nataka naambie mtu, mimi langu hili. Tukivutana ataniambia tuangalia Ibn Qayyim alivyosema, angalia nao alivyosema. Sio sisi tena. Ndio. Nikisema hata ya nje inafaa, sio wewe. Nikisema wa ndani unafaa, sio mimi. Ndio. Sasa hakuna sababu kabisa, kama lengo letu ni dini, hakuna sababu kabisa. Ukiona kuna ingia vitu vya namna hiyo, ujue zaidi ya hivyo kuna kitu kingine juu yake, yako maslahi pengine ya kidunia. Ndio mtu unaona nikikubali na lile atanipunguzia watu hawa, ngoja nianze kupambana naye. Vinginevyo kiuhalisia, kama ni dini tu hatuwezi kusumbuana, hatusumbuani. Watu wakijenga banda hivi sasa, kuna banda hili tunataka lijengwe banda, unajua banda ndio mejengwa tunataka tupate fito za kufunga huko nyingi tu, zitoka fito kama 500. Kila mtu achukue panga. Tumetoka wenga kuta unakata, ushapata fito 300, mimi nazo 4 tu peke yangu. Wewe ushafikia hata 100. Nagombana na wewe. Hatuendi kuuza, tumetumwa tukakate fito tuje kufunga huko. Wewe umeingia kichaka hizo kwa haraka yako, ushapata 100, mimi hata 10 bado. Nagombana na wewe kwa lipi? Wakati zote zinaenda fanya kazi mahali pamoja. Lakini kama kila mtu na zake na banda lake, ninaweza kupamba bwana, wewe unamaliza wote, sitakata wapi bwana? Sasa hatuwezi kugombana. Ukiona ugomvi, ujue kuna kitu zaidi ya maslahi ya dini. Ukijua usikijue, lazima kitakuwepo. Vinginevyo tutatofautiana, tutaheshimiana, tutahurumiana kama walivyokhtilafiana kina Malik, kina Shafi na wengine. Sasa tutajuaje kama huyu ndio yuko kati na kati, Sheikh? Kwa sisi watu ambao hatujasoma sana, nazungumza kwa niaba ya watazamaji pia. Tutajuaje kuwa huyu ndio Sheikh wa kumfuata, kwa sababu huyu yuko kati na kati? Wewe huambii kumfuata mtu kwa sababu yuko kati na kati. Dini na madhhabi ya mtu asiyejua ni kuuliza kwa anayejua. Sawa. Ukimuuliza anayejua, akikujibu ala ilmin, sio msimamo. Msimamo sio dini. Ala ilmin. Hapo kidogo umenichanganya. Msimamo wake mtu usichukue. Wewe umekupa mtu maelekezo, bwana inatokea hapa bwana hiki. Mswaki ni sunna, tena imesisitizwa kiasi kwamba kama si huruma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhofia umma usije ukashindwa kutekeleza jambo hili ambalo litakuwa kama lingekuwa wajibu, akaona basi angalau ibaki kwenye usunna. Kama si hilo ingekuwa hivi. Sasa ushahidi huwa hapa, kama utamsomea. Na awamu nasi wanasomewa ushahidi toka lini? Hawasomewi. Ukimwona mtu ni ujue ni talib ilmi. Sasa kama talib ilmi unabishaje? Umechagua shekhe unamsoma, msome. Kama shekhe wako hana nongo, na ndio maana utaona nikupe kitu kingine, alama nyingine. Zamani ukisoma CV za wanavyuoni wote, hata hao wamekaa karibuni, kina Ibn Baz, kina Sheikh Muhammad Salih Uthaymeen na wengineo, utakuta anakuwa na mashekhe zaidi ya 1, 5, 6, 7. Alisoma kwa huyu. Lakini sasa hivi
hukuti kitu kama hicho, kwa sababu mtu ana genge lake kama chama cha siasa vile. Ana chama wake, na kama atajitoa kwenye chama hicho adui yako. Fuatilia utaona. Ni kweli. Hatuwezi kuzusha. Lakini kama itakuwa hivyo utakuta mimi pale nasoma balagha, pale nasoma nahwu, pale nasoma sarf, pale nasoma fiqh, pale nasoma hadithi, na wote mnapendana na nyinyi mashekhi mnapendana. Kwa dhati unaweza kuambia kabisa bwana, kesho njoo na hivi, kesho bwana kule shekhi kuna somo la hadithi, basi ngoja mimi nitapigia Sheikh Bakari, bwana kesho mwanafunzi wako Tahabani Haji, nimeomba ukuje nisaidie kitu kadha 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 kadha. Mko hivi kirafiki kabisa. Lakini sasa hivi hakuna kitu kama hicho. Sasa mtu ashakwambia mimi nina msimamo wangu, urafiki unakujaje? Ngumu kweli. Ngumu sana. So, mimi natahadi uniambie kuna khilafu mpya haikusema na wanavyoni waliopita, au hao waliosema walikuwa na magomvi. Hakuna. Kwa hivyo sisi hii alwasatia tunaweza tukatumia hata enzi zetu. Ni kitu ambacho mpaka ila kiyama saa. Kweli Sheikh. Wewe kama ni umma umejaliwa wewe ummatan wasata. Hakusema Mwenyezi Mungu ummatan wasata yenyewe kwamba kipindi cha kina Abubakar peke yao. Hata sasa hivi wasatia wapo watu. Kwa sababu mambo yanabadilika Sheikh, yani kwa namna inavyokwenda. Yanabadilikaje? Yabadilika, teknolojia inabadilika, mambo yani itabadilika teknolojia, lakini dini ya Allah itabaki pale pale. Nguzo za Uislamu zitabaki 5, ila unaweza wewe ukaziweka kwenye kaflashi kadogo dogo kwa sekunde moja wakaelewa watu milioni 1, lakini zitabaki hizo 5. Kubadilika wasail, kalimati tauhid itabaki hiyo. Shahada 2 zitabaki hivyo hivyo, ila sasa wewe utatengeneza mfumo rahisi, ni daia wa kidigitali na nini na nini, lakini hakuna kitakachobadilika. Sasa Sheikh, utafanyaje wasatia kuwa ndio muongozo wa maisha yako? Yani kwa sababu sisi tumejaliwa kuwa ndio umma wakati na kati. Sasa hivi tuko katika zama za fitna sana kwa sababu ya hii ambayo tumehitaji teknolojia. Kuna watu, yani kuna watu tofauti. Na maskini watu ambao wanaotazama sasa hivi leo wametusikiza, kesho watamsikiliza Sheikh mwingine ambaye ataeleza mambo mengine. Kuna mwingine mpaka sisi hapa tunachukua mifano ya maswahaba, kina Omar, kina wengine wanawakataa maswahaba, lakini wako kwenye mujtama na wanaongea na wanasikika. Sasa Sheikh, mtu atafanyaje wasatia kuwa ndo manhaji ya? Kwanza hatutarajii katika dini, sio matakwa ya dini kuwe na mtu anayeburuzwa. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Kila Muislam ni fardhi kuwa na ilmu ya kuweza kuganga ile dini yake. Sio uwe mufti wa nchi, kadhi wa mtu, hicho ni kiwango kingine. Lakini wewe ni fardhi kwako uwe unajua udhu wako, sala yako, zaka yako, biashara yako, ndoa yako, maisha yako ya ndoa, malezi ya watoto wako. Hiyo ni fardhi. Sasa si jambo hili la kumwangalia mtu anavolea yeye watoto wake, analea vile. Na wewe ndio, hakuna kitu kama. Ukiacha fardhi yako, ushaanza kumkosea Mwenyezi Mungu na ushatoka kwenye usalama. Ukitoka kwenye zizi, ukikamatwa na chui, ni kitu cha kawaida. Hii mihemko ambayo ipo sasa hivi Sheikh, ni mihemko ambayo yani hayakuwepo nyuma. Na yote kwa sababu sasa hivi kuna utandawazi, yani kila mtu anazungumza bana. Hii katika upande kama manhaji yetu hii haipo. Hii bana, sisi watu wa fulani sisi tunasema hii manhaji yetu hairuhusu. Wallahi mimi nimewahi kukuta ndugu zangu katika imani, talabatul ilmi, wanazozana katika mambo, hilo bid'a, hilo kadha, hilo sio sunna, hilo kadha. Wallahi bahati nzuri, Mungu awabariki hao jamaa, kwamba tulipoona, na sikutaka kuingia mambo yao, ila baada ya kulitengeza swali, mimi niliwahi kuzungumza eneo hilo, likaulizwa swali, je, hivi kuna sunna katika kuswali rakaa 2 baada ya adhana ya magharibi na kabla ya swala yenyewe magharibi? Iko sunna pale? Mimi nilijibu ndio. Wakanivamia vijana, sio kwa kunipiga, kwa maswali. Sheikh, imethibiti kwamba hiyo ni bid'a bwana. Hiyo ni bid'a. Bid'a. Imethibiti katika Sahih Bukhari kwamba hiyo ni bid'a. Nikamwambia Sahih Bukhari hii ndio jua mimi. Ndio. Bahati nzuri pale wanapoongelea palikuwa msikitini, na msikiti kuna mita 2-3 tu imekatiza barabara. Upande wa pili pana duka la huyo muulizaji, anauzauza biashara zake, mitumba na nini.
akakimbia mmoja akaenda akaileta Sahih Bukhari. Akasoma hadithi, sallu qabla al-maghribi rak'ataini, tumekasema mara 2, kisha akasema liman shaa, kwa anayetaka. Raya akang'ang'ania kufafanua, akasema makhafata an yattakhidhaha an-nasu sunna. Kasema kwa anayetaka ni kwa sababu amehofia watu wasije wakaifanya kuwa ni sunna. Sasa hao ndugu zangu walifahamu maadamu Mtume wa Mwenyezi Mungu akasema kwa anayetaka, ili watu wasije wakaifanya ni sunna, maana yake si sunna, kinyume chake ni bid'a. Nikamuuliza, hivi iwe si sunna atawaambiaje sallu qabla al-maghribi rak'ataini, sallu qabla al-maghribi rak'ataini? Nikamwambia jamani, kwa lugha ya zama zile ukisikia kitu kinaitwa sunna ujue ma wadhaba alaiha nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam safaran wa hadhara, ni ile aliyodumu nayo Mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani juu yake, akiwa yupo safarini au hayupo safarini. Kwa istilahi ndio wakiita sunna. Ama hiyo kwa watu wa baada yao mafukaha wanaita sunna muakkada. Hiyo hizi za kawaida kwa wakati ule wakiziita nafila, tatawu, mustahab. Kwa hivyo alikusudia kusema amehofia watu wasije wakaifanya sunna muakkada. Bahati nzuri wale mbwana, sasa nikawarudisha ngambia, angalieni katika Sahih Muslim kuna hadithi zinasema wa masahaba walikuwa pakishaadhiniwa kabla ya swala ya magharibi yatabadaruna siwara, wanagombania kujiweka kwenye maguzo waweze kupata rakaa 2 za sunna. Hivi ingekuwa ni bid'a, masahaba wangekuwa na tabaduri kama hiyo? Bahati nzuri wale ndugu zangu walielewa vizuri, alhamdulillah. Sasa kwa hiyo tatizo liko hapo. Tatizo, narudia kusema, watu wanakuwa wana chuki zao binafsi, ima shetani katuchezea kupenda. Kwa hivyo tukitaka kupata ukweli tutaupata kabisa kabisa kabisa. Mimi nitajie aima walioshambuliana kwa tofauti zao za dini, nitajie mmoja tu. Wakati kutubu rijali katika hadithi ziko kutubu zilizoandika tabaqati al-fuqaha, kuna tabaqati Shafi'i al-kubra sura, nitajie huyu na huyu walikuwa hawaelewani kwa sababu ya dini, nitajie. Sasa sisi tuna sampuli hii imetoka wapi ya mashekhe ambao wasiovumiliana katika khilafu? Wakati ni kitu cha lazima, wala yazaluna mukhtalifa, cha lazima. Unakaribia kusema ni fitria. Masahaba walitofautiana kutofautiana katika kuelewa mambo, tabiina walitofautiana. Sasa kulikuwa na ugomvi? Hapana, hakukuwa na ugomvi. Sasa sisi tutafute chanzo cha ugomvi. Nikupe mfano. Imamu Shafi ni imamu ahli sunna, si ahli sunna? Ahli sunna. Mpaka amefikia kusema idha raaitum fi kitabi, mtakapokuta katika kitabu changu andiko langu lolote, khilafa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kilicho kinyume na sunna Mtume wa Mwenyezi Mungu, mkikuta khilafu hicho, kitupieni ardha al-ghaid, na shikilieni ile sunna. Imamu huyo ahli sunna anayo mambo yananasibika katika madhhabi yake. Imamu Ahmad bin Hanbali yeye kwa msomo wake anaona hayo hapana. Tuchukulie Shafi'i ana kunuti kila swala asubuhi, ndio Imamu Ahmad bin Hanbali haoni hivyo. Sasa unaweza kusema Imamu Shafi'i mubtadi? Hapana. Khurafi? Hapana. Huwezi kusema. Ni madrasa, ni khilaf fiqhi far'i. Na hawa wametofautiana si kwa ajili ya tonge za maisha, luqma taishi, wamekhtalafiana kwa ari na hima ya kutaka kuisha dini. Na ndio maana hawa, wewe hata ukiwashambulia, ukiwasema vibaya, unaharibu CV yako kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu hao kwa nafasi zao kila mmoja in asaba falahu ajrani, ndio akipatia anapata thawabu mara 2, wa in akhtaa falahu ajrun, ikiwa kakosea anapata ujra mara hii 1. Sasa hawa ni umma wamepita nyuma huku kwa hima, walipambania dini hii. Tilka ummatun qad khalat, hizo ni nyimati zimeshapita. Laha ma kasabat, wanayo mambo walioyachuma kwa kuisimamia dini hii. Wamo walioyachuma wameteleza kama binadamu, lakini
wanayo walioyachuma, na Allah kwa huruma yake hataki kutusumbua sisi, yani kututuma kuhangaikia ya waliotangulia. Laha ma kasabat, wanayo mambo walioyachuma, walakum ma kasabtum, na nyinyi mnayo mlioyachuma, wala tusaluna amma kanu ya'malun, wala nyinyi hamtaulizwa hayo ya kwao. Sasa sisi leo ndo kama hivyo, ukisema kuna watu wengine hata maswahaba hawataki. Sasa mtu kama hamtaki sahaba, hiyo Qur'ani wewe umeipataje? Imekufikiaje? Nyingine imepunguzwa, hiyo iliyokamilika unaikubali, imekufikia kupitia njia gani? Hao waliopunguza au wengine? Basi wala utakuta ni shaghala baghala la shida wa hubbul aishi abada kulla hurrin, kupenda maisha bwana haya yanyoke kumemtia utumwani kila aliyemuungwana. Wa allama saghiban, na kupenda kuishi kumemfundisha mwenye njaa kali akla almurar, kula matunda chungu, analoweka anamwaga maji mpaka linakuwa na ladha kidogo anakula. Hii ndio shida. Allahu a'lam, mimi sibariki na wala sipongezi, bali wito wangu kwa ndugu zetu madaia aliyokupeni Mwenyezi Mungu ilmu, ufahamu wa hayo mnayoyaona yako sawa sawa, njia za kufikiana za kuendeana, mkaelimishana badala ya kuaziriana, badala ya kushambuliana. Zipo. Kushambuliana hakupo katika dini, haikuwahi kutokea. Kama kunafanyika, hiyo itakuwa ni bid'a ya namba 1 ya kuwa badala ya kuelekezana watu mmeamua kushambuliana, na si ajabu ikawa ilmu za aina hiyo min alamati saa. Subhanallah, subhanallah. Mwenyezi Mungu tuwezeshe katika kufuata njia iliyonyoka. Shekhe, kumalizia tupatie mifano ya wasatia wakati kwenye sera, kwa sababu qudwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, alitumia wasatia kwenye sehemu gani? Yani Mtume kwanza nitumie wasatia katika kufikisha ujumbe. Mwenyezi Mungu moja ya njia ya katikati alikuwa ana target ufike ujumbe bila ya kumwainisha mtu, hata kama alikosea. Bila kumwainisha mtu, hata kama alikosea. Na hata kama anamjua alikosea yule toa, lakini hainuki katika mimbari kumsema. Mfano hai hii tofauti na sisi Sheikh. Sasa nikwambia Luqma taishi. Waliwahi kuja masahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wamevizia kipindi ambacho hayupo nyumbani, kuja kuchunguza kwa hawa wakeze, baadhi ya wakeze. Hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam fanyaje katika ukiacha hizi fardhi ambazo tunaziona nje, fanyaje mambo yake? Mama akasimulia, akafikisha ujumbe, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna, yatajeni mnayosomewa. Wamepokea elimu, wameona wafikishe kwa hawa waliojileta. Kabla Mtume Mwenyezi Mungu zingine anaamka usiku anafanya hivi, anasali hivi, funga za sunna wakati mwingine anafunga hivi, akajikuta siku uchangamfu haupo anaacha hivi. Walivyoangalia, walivyoambiwa yale na kuyatambua, riwaya inasema kaannahum aqaluhu, kana kwamba wale wameyaona mbona ni kidogo mno. Mbona mama anatuambia vitu kama hivi si vya kawaida tu? Kawaida, kuna upekeo wote hapa. Tunaweza, upekeo wenyewe uko wapi? Kujipambanua kwenyewe uko wapi? Uko na tabu. Hata kama amefanya kidogo, lakini huyu bwana hatuwezi kuiga kiasi hicho. Waqad ghafara Allahu lahu min dhanbihi ma taqaddama ma ta'akhara. Mwanzo tuwashasemehewa, mambo yake yashanyoka. Maana yuko hivi. Mambo yake sopu kabisa, tukimfuata wewe tutaumia. Basi pale wengine hakungoja hata waondoke. Basi mimi kuanzia leo sina haja ya kuwa na mwanamke. Salamu alaykum. Sina haja ya kuwa kulala katika godoro. Sioi. Sina haja ya kuoa. Mimi silali katika godoro. Mimi bwana sitaki kitu kadhaa. Yani ile dunia wakaitupa kila mtu ataji. Yani kwa wanataka wamwabudu Allah peke yake. Allah tu wanaona yeye wanawake watatuhangaisha. Dunia itatuhangaisha, wakachukua hizo wakajiondokea. Kiasi yao ni kuwa Mtume amesamehewa madhambi, ndio maana labda hana haraka. Sisi kama hiyo ya nini? Sisi hatujasamehewa madhambi. Sisi bado tuna mengi, tuna mizagazaga. Basi wakaondoka. Mtume sallallahu aliporudi nyumbani kwake, kama ilivyo wake wema, bwana alikuja fulani hapa, ilitokea jambo kadhaa, wakatoa taarifa za kutwa nzima, ripoti. Bwana ikiwa hivyo walikuja fulani na fulani na fulani na fulani, waliuliza mambo yanayekuhusu wewe ukiacha fardhu za msikitini huko. Tukawatajia, lakini wao wameona kama ni kitu kidogo.
na pia wakaona kwa kuwa ushasamehewa labda ndio maana kasi yako imepungua, ushafanikiwa. Ndio. Lakini jambo lililofanya tukwambie hasa, wamechukua azma kwamba watafanya hiki na hiki na hiki na hiki na hiki. Ndio nani fulani amewajua, inakuja wasatia. Ndio. Anataka hapa wale watu wasibaki katika msimamo ule ambao utaratibu ule ambao si mzuri. Lakini pia hataki waumbuke, waazirike, kwa sababu lengo ni dini, sio kumkashifu mtu aonekane hana maana. Alivizia hali msikitini kuona wale wapo, kaona nikisema haya wale watajua, watajirekebisha wenyewe bila ya kumbuka mtu hapa. Akapanda katika mimbari, akaanza hutuba yake. Ama baad, mimi ni mcha Mungu sana kuliko nyinyi, na mimi namjua sana Mwenyezi Mungu kuliko nyinyi. Naishi, nakula, nakunywa, nalala vizuri, naoa wanawake na natamata nao. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Lakini alianza mwanzoni na neno la kunabahisha umma, mabalu aqwam. Na hili akirudia katika kila sehemu anataka kufikisha ujumbe bila kumwainisha mtu. Mabalu aqwam. Vipi hawa watu jamani? Kumbe watu wenyewe wako pale wanamsikiliza na wanajua kumbe lilo wamwamie silo. Kumbe lilo fikiria hakuwataja majina. Hakutaja mtu jina lake hata mmoja. Na uwezekano hata sisi hatuwajui labda. Tunaweza tukawajua, lakini kwa muktadha wa siaka za riwaya pengine mashurahi watafanya hivyo, lakini yeye hakutaka, kwa sababu target yake ndio ile sema mwanzo. Sisi mara nyingi dawa zetu tunapenda kupambana na wanaofanya makosa, wakati lengo ni kupambana na lile kosa. Lengo la Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wasiishi na imani hizo za kukimbia kuoa, za kukimbia kulala kwenye magodoro, na kukimbia kuvaa vizuri, na kukimbia kulala pazuri. Lengo waachane na ubaya huo na warudi kwenye utaratibu wakati na kati. Ndiyo. Wale kama wanadamu wenye lahman wadaman, na wafanye ibada zao msikitini kama watu wanaotakiwa kufanya hivyo. Ama kafanya nani kosa hili, hiyo sio dili katika Uislamu, kitu ambacho sisi ndio tumekipa nafasi kubwa kwa karne hizi. Ndio. Kwa kweli ujumbe ulifika na watu walijua wenyewe, na mifano kama hiyo katika Uislamu iko mingi sana, mingi. Itoshe ndio maana haja ya Qur'an. Kila ukikuta ismu mausul au kalladhi marra ala, sio hamjui. Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya, anamjua yule. Umekuja andika dalili, umekuja andika baadhi ya watu kufichua. Moja aloandika ni Jalaluddin Suyuti, ana kitabu chake kinaitwa Mufhamatu al-Aqrani fi mubhamati al-Qur'ani. Allah. Mufhamati kwa he. Mufhamati al-Aqrani fi mubhamati al-Qur'ani. Ifham ni kumvunja mtu hoja akawa hana uwezo tena wa kusema. Kama vile kwenye ngumi ile wanaita technical nani, knockout. Kapiga kamaliza raundi, kakaa kwenye kona yake, anapata huduma, inaiga kengele, aende asema atanimaliza, siwezi kwenda. Sasa ifhamul hujja ni kumziba mtu hoja, hawezi kusema tena. Sasa Aqrani ni watu unaokuwa nao warika linalofanana, classmate wako na kadha. Aliandika Jalaluddin akionyesha kwamba Aqrani wenza wake anawavunja hoja. Kinaeleza nini kitabu chake? Kinaeleza mubhamati al-Qur'ani. Ibham ni jambo liliofumbwa bila kutamkwa waziwazi. Sasa anaposema araaita alladhi ndio nani hapa? Au kalladhi marra ala qaryat, hu alladhi ni nani? Kule ukisoma kitabu anakuambia hapa alikusudiwa ni fulani. Huu mji ashabul qarya, qarya yenyewe ni nini? Mji kadha. Sintakia anakutajia. Sasa maana yake kwamba watu walikuwa wanajulikana, lakini maana ya Qur'an haitaki kutaja majina ya watu. Assalam. Bali hata kutaja ubini wa mtu ilikuwa sio sana. Ametajwa Isa ibn Maryam kwa sababu Allah mwenyewe ajua watakuja watu wasiofahamu majambo, watamtaja mwana wa Mungu huyu. Bora nitaje kabisa huyu bwana ibn fulani, lakini mitume wote hukuti wanatajwa na ubini wao. Sasa lengo nini? Lengo ni kupambana na kile chenyewe na sio nani kafanya. Subhanallah. Kwa kweli ni jambo zito sana ile ambalo mmelizungumza. Wallahi tunaumizana kijinga. Kweli. Kijinga kabisa. Subhanallah.
Wallahi niliwahi kuongea na ndugu zangu safari moja, nikasema kabisa, antajie mtu kama sisi tunachokijua bila kupitia hawa. Okay. Ukisema huyu ni marfuu, hiyo kujua marfuu ni hao. Ukisema hii ni mansubu, hiyo kujua mansubu ni hao. Ukisema sijui hapa pana tanwini, pana idgham, pana ikhfa, ni hawa. Hatuna chetu. Sasa hao ni malaika? Hapana. Ni maasumina katika binadamu? Hapana. Ikitokea wamekosea, ndio ubinadamu wao hasa unaonesha kwamba hao kweli binadamu wamekosea hapa. Wakikosea ni kupambana na hilo kosa, jamani, hapa imekosewa. Ndiyo. Kama darasani utasema hapa inaonekana shekhe alipitiwa kidogo, sio hajui irabu, kapitiwa, usahihi wake unatakiwa uwe kadha, habari imeisha, sio kadha. Leo utakuta mtu kitabu cha volume 5-6 pengine hana haja nacho, ila kuna mahala pengine kuna mistari miwili shekhe alikuwa na mapito, haya ungi mkono andika chako basi. Kwa kweli inaudhi, lakini mimi kwa kweli sina mamlaka ya kutoa maelekezo, lakini kwa kweli natamani kuona maulama wakarejea kwa Allah tabaraka wa taala. Natamani wakatambua kwamba khilaf ni kitu cha kimaumbile. Sawa. Kitabu na sunna ni kimoja, lakini akili zetu, uwezo wetu wa kuelewa si wa aina moja. Tunatofautiana. Ni kitu kinachowezekana kabisa tukakosana. Masahaba si wako live na Mtume SAW. Ndio. Wale huwa anapata janaba anagaagaa katika ardhi. Kama yatamaragu adaba, kama anavyojiviringisha mnyama katika mchanga, na yeye anajua ndo tayamam kwa sababu ana janaba, na ukiwa na janaba kuoga ni kuenea maji mwili mzima, basi na mchanga itakuwa hivyo hivyo. Hawa wanaambiwa la yusalliyanna ahadukum ila la yusalliyanna ahadukum al-asra ila fi Bani Quraidha. Asiswali kabisa mmoja wenu swala al-asri mpaka tufike Bani Quraidha. Wameenda, andiko la Mtume SAW, agizo lake hilo, kaagiza hivyo, nendeni mwendo kasi na hivi. Inaingia al-asri hawajafika. Jamani tusali. Nyie hamkusikia Mtume wa Mwenyezi Mungu asema asiswali kabisa mtu al-asri mpaka Bani Quraidha. Khilafu inapatikana ya kielimu. Ukasema hapana, alisema hivyo lengo lake ilikuwa ni kuhimiza mwendo. Sio kwamba hata ikifika fiziko imefika bado tusiswali. Hapana. Yeye alichokusudia tusiswali, imefika haikufika iwe hivyo. Kweli wakagawika watu makundi mawili, wapo walioamua kuswali na wapo walioamua kutoswali mpaka watakapofika. Na walipofika wakenda kwa Mtume SAW pamoja na mengine, ya Rasulullah, ilitokea hivi. Basi mwalimu wa walimu, sasa wote mmepatia. Kwa nini mmepatia wote? Sababu maneno uliyoyasema yanabeba hiyo maana mlioipata. Kama binadamu mlikuwa na sababu ya kuelewa hivyo. Hivi mimi nikikwambia wewe nimekuja nyumbani kwako Tandika, nimekukuta hupo au haupo, lugha hii maana yake nini? Nimekukuta hupo au nimekukuta haupo, maana yake nini? Maana yake haupo. Kuna mtu anaweza kukufikiria amekukuta lakini hukuwa hadhiri na mazungumzo na kusemesha uitiki. Kumbe ulitaka kuseme nilikwenda nyumbani kwako nimekuta, unataja ile hali ya pale. Nimekuta hupo au nimekuta haupo, sio nimekukuta. Ukisema nimekukuta maana yake upo pale. Sasa kwa hiyo hizi lugha kama zinazotamkwa, wakati mwingine lugha inaweza kubeba maana tofauti ukadhania isivyo. Kuna mama mmoja Mbagala, ilikuwa mwezi wa Ramadhani nakumbuka mimi wakati naishi Mbagala kule, alisikia kwenye mawaidha mwezi wa Ramadhani mmoja wa mashekhe, na kwa kuwa sio jambo baya kutaja kazi yake, alikuwa marhumu Sheikh Qasim bin Hamedi Mtarawanji. Kipindi cha Ramadhani rahmatullah alayhi, ikawa anazungumzia mambo ya ulaji wa daku, unaweza kuwa mpaka muda gani, akawa anatumia ushuhuda na ushahidi wa kauli ya Allah aliposema wakulu washrabu, endeleni kunywa, ekula, endeleni kunywa hata yatabayana lakumul khaytul abyadu min alkhaytil aswadi min alfajri. Asubuhi yake yule mama akawa anaongea na nyumbani pale wanasikia kina mama, Allahu akbar, dunia imeharibika.
mashekhe eti wanasema mwezi wa Ramadhani mtu anaweza ukanywa. Jamani, mwezi wa Ramadhani huo mwezi wa kawaida, kunywa ni haramu. Leo Ramadhani shekhe kasema, umemsikia? Wallahi nimemsikia jana usiku katika redio Tanzania anasema kabisa, tena katumia na Qur'ani, eti Mungu anasema kuleni kunyweni. Kunywa maasia, ule mkojo wa Firauni. Neno kunywa ikalichukulia kusema fulani anakunywa maana yake mlevi. Na kwa maana hiyo ameelewa kwamba ulevi unaruhusiwa kunywa, kula, ukitaka kulewa lewa mpaka muda huu ndo utajizuia. Tizama uelewa wa majambo huko hivyo. Sasa kwa nini sisi tuna uhasama kiasi gani mpaka tunashindwa kuvumiliana? Je, hivi huyu anayesema kunuti katika sala ya subuhi haipo, hakuna mwanachuoni aliyosema neno kama haya? Yupo. Nyinyi mna kunuti, mmemfanyaje huyo? Tumemvumilia na wewe mvumilieni. Na huyo anasema mtu kunuti hakuna. Nani anayekubali kunuti ipo? Wale wanasema hakuna. Hivi hawajui nani mwanachuoni aliyosema kunuti ipo? Unajua. Wamemfanyaje? Hawacheni. Sawa. Tatizo liko wapi? Hakuna tatizo. Hakuna tatizo kwa kweli. Mimi Allahu aalam, lakini sioni kama iko hivyo. Lakini kwa kweli inapotokea munasaba, tunapokutana na jamaa tunaambia jamani, kuwa ni wa kweli. Na watu kama mnagombea maslahi ya dini katika udini, naam kweli, wewe kama unagombea mchumba mahala ukamposi, huwezi ukamsifia mgombea mwenza mbele yako. Tamba yule anakojoa kitandani, yule msimuone vile, mtajuta, utafanya kazi ya kuanika magodoro mpaka utachoka. Unamtishatisha yule ili asikubaliwe, ukubaliwe wewe. Lakini kama si hivyo, hatuna sababu za kuwa hivi tulivyo. Sawa Sheikh. Shukran sana mpenzi mtazamaji, tumefika tamati ya kipindi chetu. Kipindi hewani ni Mafahim Podcast, na kwako tunazungumza kuhusu al-wasatiyya leo. Sheikh ameingia ndani kabisa namna gani, kwa sababu hili ni jambo ambalo ni msiba ambao upo katika siku za siku hizi, na Sheikh ameelezea kwa ndani kabisa namna gani masheikh wanavyotakana kuwa na sisi kama wafuasi, na amesisitiza kuwa tusome tujue ili tuweze kupambanua mambo. Kwa hivyo masala ya kati na kati ni masala muhimu sana, na sisi Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia kwa umma huu ni umma wa kati na kati. Nikutakia utazamaji mwema. Nilikuwa naye hapa Sheikh Taha Bane, na vile vile unaweza ukasubscribe na kurudia tena ukiwa na mada yoyote ambayo ungependa tuijadili pamoja na Sheikh Taha Bane, basi andika kwenye comment hapo kwa bana Sheikh Taha Bane, jambo fulani alizungumze, inshallah tutamfikishia, na akiliafiki basi tutakuwa ni wenye kulizungumzia. Nikutakia utazamaji mwema wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni siku yenye kutisha kwa kila atoiona, moyo utababaika, hatojua la kufanya. Ni siku yenye kutisha kwa kila atoiona, moyo utababaika.